mawazo ambayo yaliwasilishwa kupitia waraka maarufu wa G55. Baada ya waraka ule na baada ya kuzungumza na wanahabari katika mkutano ule wetu wa kwanza tuliofanyia hapa, yapo masuala kadhaa yametokea, na leo G55 tumeona ipo haja ya kuzungumza tena na umma kupitia vyombo vya habari, na mambo tunayokwenda kuzungumza ni kwa ajili ya mustakabali mwema wa chama chetu, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, pamoja na nchi yetu yote kwa ujumla. Kwa hiyo nichukue fursa hii bila kupoteza muda kumkaribisha msemaji wetu Mheshimiwa John Mrema aweze kuzungumza kile ambacho G55 tumeamua kuzungumza leo na umma wa Tanzania. Mheshimiwa Mrema, karibu sana. Kwa kuitikia wito wetu na kuja kutusikiliza. Kama alivyotangulia kusema ndugu Nabo, kwa leo tumewiwa waita, huu ni mkutano wa pili na waandishi wa habari wa kundi la G55. Tofauti na inavyopotoshwa huko mitandaoni kwamba tumefanya sana press, kwa mara ya pili tunawaita kwa ajili ya kuzungumza nanyi. Nitawakumbusha tu kwamba tulizungumza na waandishi wa habari mnamo tarehe 3 mwezi Aprili mwaka huu kufafanua waraka tuliopeleka kwa katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kuhusu haja na umuhimu wa chama chetu kupigania reform, lakini wakati huo huo kikiwa ndani ya michakato ya uchaguzi. Siku ya tarehe 3 tulishauri kwamba chama kiende kikasaini kanuni za maadili na Tume ya Taifa ya Uchaguzi, ambayo ilikuwa inasainiwa tarehe 12 mwezi Aprili. Ushauri wetu tuliotoa chama hakikuzingatia hata kidogo, na ilipofika tarehe 12 hawakwenda kusaini. Lakini vile vile tunapenda kuchukua fursa hii kuwashukuru na kuwapongeza viongozi wa dini ambao wameona umuhimu wa kufanyika kwa reform, na wote wameunga mkono msimamo wetu wa G55 na ushauri wetu kwa chama. Hakuna kiongozi wa dini aliyesema kwamba tukazuie uchaguzi. Wote wamehimiza waumini wao kwamba waende wakashiriki uchaguzi, lakini uchaguzi uwe huru, haki na wa amani. Kwa hiyo mahubiri yote ya Pasaka hakuna mahali, na imeendana na tahadhari yetu tuliyotoa kwa chama kwamba tunaona hatari ya kupoteza kundi muhimu kama tukiendelea na msimamo kwamba tunakwenda kuzuia uchaguzi. Na viongozi wa dini wameungana na G55 kwamba wanaunga mkono reforms, lakini wanataka watu wakashiriki uchaguzi. Ndio msimamo wa mahubiri ambayo tumeyasikia siku zote mbili za Pasaka. Kwa hiyo tunawashukuru na tunaendelea kukisisitiza chama, japo milango sasa wameshajifungia nje. Sasa hivi sio kuzuia tena uchaguzi, bali baada ya kutokusaini maana yake tumesusia uchaguzi. Labda patokee muujiza ili chama kiweze kushiriki uchaguzi, kwa sababu tume imeshaweka wazi. Mwenyekiti wa tume ameshasema kwamba kama Chadema wanafikiri wanatafsiri tofauti waende mahakamani. Mwenyekiti wa tume ni jaji, anafahamu anachokisema. Kisoma sheria za uchaguzi, kama una malalamiko na mchakato wa uchaguzi,
sheria inasema utapaswa kwenda mahakamani baada ya uchaguzi. Aidha, kitu ambacho viongozi wetu hawataki kusema kwa umma ni katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 77 ibara ya 74 kifungu kidogo cha 12. 74 ibara ndogo ya 12 inasema maamuzi yatakayofanywa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi hayatahojiwa na mahakama yoyote ya ngazi yoyote ile katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Utungaji wa kanuni ni sehemu ya maamuzi yaliyofanywa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi kwa mujibu wa Sheria ya Taifa ya Uchaguzi, sheria namba 1 ya mwaka 2024 kifungu cha 162 kimeipa tume mamlaka ya kutunga kanuni za maadili za kusimamia uchaguzi. Kwa hiyo unapomsikia mwenyekiti wa tume anasema kama Chadema wanatafsiri tofauti nendeni mahakamani, anaelewa anachosema. Ni kwamba tumeshajifungia nje sisi wenyewe. Ndugu wanahabari, baada ya utangulizi huo, baada ya sisi kuzungumza nanyi tarehe 3 Aprili, yako matukio mbalimbali ambayo yameendelea kutokea. Moja na ambalo kwa kweli ni utamaduni mpya ni kuhusu wanachama na watiania waliounga mkono waraka wa G55 kuendelea kutishiwa ndani ya chama na maelekezo kupelekwa ngazi ya chini kabisa ya matawi ya chama kwamba yatufukuze wanachama wale wote tunaosema haki ya kugombea ni haki ya kikatiba kwa mujibu wa katiba ya Chadema, ni malengo ya Chadema, eti wafukuzwe wanachama. Na maelekezo haya yameenda maeneo mbalimbali kwa viongozi wetu. Ni utamaduni mpya kwenye chama chetu. Hatujawahi kuwa na utamaduni huu. Ndani ya chama chetu tumeishi tukiwa na maoni na mitazamo tofauti kwa kipindi kirefu sana. Nitawakumbusha mwaka 2007, 2008 Zitto Kabwe alipoteuliwa kuwa kwenye kamati maarufu ya madini iliyoitwa kamati ya Mzee Bomani, chama kilimzuia asiwe mjumbe kwenye kamati hiyo. Lakini Zitto aliendelea kushikilia msimamo wake, hatukuwaza kumfukuza wanachama. Akashawishi chama. Na nakumbuka moja ya kamati kuu tulimtaka Zitto aeleze wanajadili nini. Zitto akasema nina kiapo. Siwezi kusema kwa sababu tumekula kiapo. Aliungwa mkono na mzee Edwin Mtei. Ndani ya kamati kuu mzee Mtei akasema hapana, mtu mwenye kiapo hawezi akazungumza mambo ambayo amekula kiapo nje ya kiapo chake. Na Zitto hakufukuzwa wala hakuna aliyewaza afukuzwe. Marehemu Profesa Mwesiga Baregu mwaka 2012 alipoteuliwa kwenda kwenye tume ya Warioba, kama mnakumbuka, alisema ndani ya kamati kuu na nje ya kamati kuu, baada ya kamati kuu kumtaka ajitoe, akasema nikiambiwa nichague kati ya chama na nchi, nitachagua nchi. Na Profesa Baregu alishikilia msimamo wake, na chama hakikuwahi kuwaza eti kimfukuze wanachama kwa sababu aliamua kuweka msimamo wa kusimamia maslahi ya nchi. Aidha, miaka ya hivi karibuni tulipokuwa kwenye maridhiano baina ya Chadema, Chama cha Mapinduzi na serikali, lilijitokeza kundi la viongozi ndani ya chama, akiwemo wakati huo makamu mwenyekiti wa chama taifa Mheshimiwa Tundu Lissu,
mjumbe wa kamati ya maridhiano ambaye sasa ni makamu mwenyekiti wa chama bara Mheshimiwa John Heche, mjumbe wa kamati kuu ya chama ya sasa Godbless Lema, na aliyekuwa pia mjumbe wa kamati kuu Peter Msigwa waliendesha harakati kwamba chama kijitoe kwenye maridhiano wakati alikuwa maamuzi ya baraza kuu la mwezi Mei mwaka 2022. Wakaendesha harakati kwamba chama kijitoe kwenye maridhiano, lakini hakuna aliyesema hawa watu tuwafukuze wanachama kwa sababu wanapinga maamuzi ya baraza kuu. Ni kwa sababu chama chetu kimejengwa kwenye misingi ya kusikiliza. Na mfano wa mwisho ni wa viongozi niliowataja, walipinga hadharani operesheni ya chama ya GF, Grassroots Fortification, na kupuuza kabisa kazi zilizofanywa na walioitwa JOC, Jimbo Operation Commander, ambao walifanya kazi kubwa na ngumu kweli kweli katika taifa hili. Mtakumbuka tulizuiliwa kufanya siasa tangu mwaka 2016. Tuliporuhusiwa kufanya siasa mwezi Januari mwaka 2023, tulikuwa tumeshafika mwaka wa uchaguzi wa ndani ya chama. Ikabidi, kwa sababu chama kilishapooza huko chini, tuanzishe operation ya GF, Grassroots Fortification, kungomesha chama kule chini mashinani. Tukateua watu moja. Kwa hilo tumeona kwamba tuliseme, kwa sababu ni utamaduni ambao unamea kwa kasi sana, ukishereheshwa na matusi ya kutosha. Yaani leo ukisema chochote hata cha kushauri chama kinyume na kile ambacho wanataka kusikia, my friend, matusi ni mengi kupindukia. Kwa hiyo tunakishauri tena chama, utamaduni huo, njia hiyo wanayotaka kuchukua sasa, haitakiacha chama chetu salama. Waachane nao, kwa sababu sio utamaduni wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, ambacho tunatakiwa tuwafundishe wenzetu waige utamaduni huo. Leo kama ukikosolewa ndani ya chama unawaza kufukuza wanachama wako, tena watiania wa ubunge waliogombea 2020 ambao wamekifanya chama hiki leo kinapata ruzuku, kisa wanatoa maoni na mawazo mbadala. Hivi ukipewa dola utasikiliza sauti za wapinzani wako kweli? Kama leo huna dola unawaza silaha ni kufukuza, hivi siku akipewa dola itakuwaje? Utamaduni huu ni mbaya na unakipeleka chama chetu matopeni. Kwa hiyo tunaendelea kushauri viongozi wetu wawe tayari kusikiliza maoni na mawazo mbadala. Jambo la pili ni chama chetu kutokusaini kanuni za maadili na kukifanya sasa kujiondoa rasmi kwenye uchaguzi. Jambo hili limeua ndoto za wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Wako kwenye Chadema kwa sababu wanawiwa kuwa madiwani wa wawakilishe wananchi kwenye kata zao. Watu hawa ndoto zao zimeuawa. Wako wakina mama wanawiwa kuwa madiwani wa viti maalum wakakiwakilishe chama na wananchi wao kwenye kata zao. Wakina mama hawa ndoto zao zimekufa. Wako watu wanataka kuwa wabunge kwa kutokusaini kanuni. Ndoto za watu hawa zimekufa mpaka mwaka 2030. Hatuna uhakika kama tutakuwepo, Chadema itakuwepo ama la.
Lakini tunawasikia viongozi wetu wakisema bora chama kife. Tunamsikia makamu mwenyekiti Bara. Wanafika mahali wanajaribu kuonyesha kwamba bado kuna mlango wa kimiujiza unaweza kufunguka. Tumemsikia mwanasheria mkuu wa chama akisema wanaweza bado kwenda kushiriki uchaguzi. Kanuni kifungu cha 1.5 kinasema wazi, chama kisichosaini maadili hakitakuwa na haki ya kushiriki uchaguzi. Kanuni zimeshakuwa gazetted, zimechapishwa kwenye gazeti la serikali. Sasa ni rasmi kwamba Chadema haitashiriki uchaguzi mkuu wa 2025. Watu hawa waliokuwa na ndoto za muda mrefu na wengine wamekitumikia chama hiki kwa miaka mingi, ndoto zao zimeuawa kwa sababu tu ya kiburi cha viongozi wetu. Pale awali nimesema viongozi wa dini, Pasaka yote hii wote wanaunga mkono mabadiliko, reforms. Lakini hakuna mmoja aliyesema tukazuie uchaguzi. Wote wanatuhimiza waumini tukashiriki uchaguzi, lakini wanaitaka serikali ihakikishe uchaguzi unakuwa huru na wa haki. Ndicho walichosema, si ndio? Sasa sisi kiburi chetu kinatuambia tutazuia uchaguzi. Tukiulizwa tutazuiaje, tunasema tutaingia barabarani. Tukiulizwa watu wasipojitokeza na unaingia barabarani, unampinga nani? Kwa sababu wakati wa uchaguzi siku hiyo watakuwepo wananchi ambao wanakwenda kupiga kura. Sasa sisi tunaotaka kwenda kuingia barabarani tunaenda kuzuia hao wananchi? Sababu huo ndio ukweli. Nchi hii sio ya chama kimoja, kwamba wananchi wote ni Chadema, wako wa vyama vingine wanaenda kwenye uchaguzi. Unaposema tuingie barabarani kwenda kuzuia uchaguzi, unakwenda kuwazuia hao wananchi wanaokwenda kupiga kura, unakwenda kumzuia nani? Kwa sababu kwa barabarani utakutana na wale wa vyama vingine wanaenda kwenye kupiga kura. Wewe unaenda kumzuia yupi? Unataka kuzuia tume, utaikuta wapi tume siku hiyo barabarani? Hiyo tume haitakuwepo huko barabarani. Tume itakuwa kwenye vituo. Sasa unaenda kumzuia nani? Tunajidanganya kwamba tunaweza kwenda kuzuia hao wananchi haki yao ya kwenda kupiga kura, jambo ambalo halitawezekana na sio rahisi kama tunavyofikiria. Ndugu zangu, tuliposhauri chama kikasaini, tulikuwa tunafahamu madhara ya kutokusaini, kwa sababu kundi la G55 linaundwa na watu ambao wamewahi kugombea ubunge katika nchi hii, na wengine wamewahi kuwa wabunge kwa miaka 15. Wako G55, wametunga sheria, wanafahamu kanuni. Kwa sio kundi la watu ambao wanasema bila kuwa na ufahamu na uelewa. Kwa tuliposhauri tulijua madhara ya hiki kitu. Ndio hivyo, jana nimemsikia msaidizi mmoja wa kiongozi wa kitaifa Bwana Odero ameanzisha naye mchango, anasema anataka kwenda mahakamani kupinga kanuni. Mwanasheria mkuu wa chama alipoulizwa mtaenda mahakamani, hakujibu hilo swali, kwa sababu anajua kwenda mahakamani ni baada ya uchaguzi. Wameua ndoto na sasa wanajaribu kutafuta namna ya kujirejesha kwenye misingi. Ndugu zangu, chama chetu cha Chadema kwa muda mrefu tangu kilipofanywa mabadiliko makubwa mwaka 2006 na kabla ya hapo
mwaka 1993 kimejengwa kwenye misingi ya kimapambano. Hatujawahi tangu tusajiliwe kukimbia mapambano, na hasa ya uchaguzi. Katika mazingira magumu sana, mwaka 93 chama ndio kimeundwa. Tulishiriki uchaguzi mdogo kule Kigoma na Dr. Amani Walid Kaburu, pamoja na mizengo yote iliyofanywa na serikali ya wakati huo. Rais Mwinyi akatumia ndege ya serikali kwenda kufanya kampeni na magari ya serikali. Hatukujitoa wala kukimbia. Tukashinda, hawakututangaza, tukaenda mahakamani, mahakama ikatengua ule uchaguzi. Hatukuwahi kusema hatushiriki. Mwaka 93 chama chetu kimejengwa katika mapambano. Uchaguzi mdogo wa Tarime mwaka 2008 ulikuwa wa mapambano kweli kweli. Hatukuwahi kusema tukimbie uchaguzi. Uchaguzi mdogo wa Arumeru Magharibi mwaka 2012, kiongozi wetu Bwana Mbwambo alichinjwa kwa chainsaw, shingo ikakatwa kwa chainsaw. Hatukusema tukimbie mapambano. Leo viongozi wetu wanasema kwenda kwenye uchaguzi ni kupeleka watu wakauawe. Lakini twendeni tukazuie uchaguzi. Ni mapambano yapi yatakayomwaga damu? Sisi wa Chadema tutakapoanza kuwazuia wanachama wa vyama vingine na wananchi wanaohimizwa na viongozi wao wa dini kwamba wakashiriki uchaguzi, si mapambano ya wenyewe kwa wenyewe haya? Ni wapi damu itamwagika zaidi? Tunataka hili Watanzania walitafakari na liwaingie. Tusipende kupeana maneno malaini ya uongo hivi. Leo baada ya chama kujitoa kwenye kushiriki uchaguzi, viongozi wa chama wanahaha, wanawaambia wana Chadema huko kwamba subirini, tunaweza kupata fursa ya kusaini. Tunasubiri huo muujiza, kwa sababu wako watu kwa maelfu na wengine wameshaanza kuondoka kwenye chama. Ndugu zangu, tumesikia kule Ruvuma madiwani wameondoka. Tumesikia kule Arumeru aliyekuwa mtiania wa ubunge mmoja wapo ameondoka kwenye chama. Na wengine wanauliza tufanye nini? Kwa sababu wako wanachama wengi wa Chadema wenye ndoto za kuwatumikia wananchi wa maeneo yao. Wako madiwani 85 wakata wanauliza, kwa sababu tayari ni madiwani, wanaamini wamefanya kazi nzuri ya kuwawakilisha wananchi wao, kwa hiyo wanaweza kuchagulika tena. Wafanye nini? Wito wetu, tunawaomba watulie kwa sasa. Wakati tukiendelea kutafakari pamoja na chama chetu, tunawasihi na kuwashauri watiania wenzetu wote wa ubunge, udiwani na urais watulie ndani ya Chadema. Wasifanye maamuzi ya haraka na ya hasira. Wasihame chama wala wasikate tamaa za kuendelea na shughuli za kisiasa kwa wakati huu. Kwani hata sisi tulioko mbele mnaotuona wa G55, watu wanafikiri G55 ni ya Mrema.